Kauli ya waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi aliposema kuwa mlitaka Watanzania wafe wangapi, ambapo Katambi aliweza kuwasha moto wa maswali lukuki na wale watu wanaopinga tume ya Rais Samia Suluhu Hassan aliyoiunda ikihusisha majaji wawili kutoka nje ya nchi. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ametolea ufafanuzi kuhusu matukio ya ghasia yaliyotokea nchini mnamo Oktoba 29 mwaka 2025, akidai kuwa yalikuwa na ajenda maalum ya siri na hayakufanyika kwa utashi wa hiari wa Watanzania wengi. Katika mahojiano maalum na shirika la habari la DW, Katambi amebainisha kuwa ushahidi upo wazi kuwa machafuko hayo yalipangwa na kuratibiwa kwa malengo ya kisiasa. Waziri Katambi amewataka Watanzania na jumuiya ya kimataifa kujiuliza maswali ya msingi kuhusu uhalali wa kile kilichoitwa maandamano siku hiyo. Amehoji kwamba ni nchi gani duniani inayoruhusu maandamano siku ya uchaguzi mkuu, na ni sheria gani inayoruhusu maandamano yasiyokuwa na taarifa, viongozi wanaojulikana wala ruti maalum. Nchi gani duniani imewahi kuruhusu maandamano kama yangekuwa ya halali, alafu waandamanaji wakaenda kwenye duka la simu la mtu wakachoma moto, wakaenda kwenye sheri wakachoma sheri moto, wakaenda kuchoma vituo vya polisi? Amehoji Katambi akionyesha kusikitishwa na uharibifu wa miundombinu muhimu ya taifa. Waziri Katambi ametoa hoja ya takwimu akijiuliza kwa nini ghasia hizo zilitokea katika mikoa 4 au 5 wakati taifa lina watu zaidi ya milioni 61. Amebainisha kuwa ikiwa hasara ingekuwa ya wananchi wote, ghasia hizo zingejitokeza pia vijijini ambako 70% ya Watanzania wanaishi, lakini hali huko ilikuwa ya utulivu. Aidha, amewashtumu aliwaita viongozi wa maandamano hayo kwa kushindwa kujitokeza mnamo tarehe 30 au tarehe 31 au tarehe 29 Oktoba kuweza kuomba radhi kwa mali zilizopotea. Badala yake wakaendelea na uchochezi. Wakati haya yakitokea, na kama kweli si ilikuwa siku ya tarehe 29, tarehe 30, kwa nini hawajajitokeza viongozi wa kuweza kusema kwamba sasa sisi tulikuwa tuna maandamano halali, lakini imetokea bahati mbaya, labda kuna wauni waliingilia, tunaomba radhi kwa mali zilizopotea, kwa wale waliofanyiwa uhalifu? Kwa nini tarehe 30? Kwa nini hawajajitokeza hao viongozi tarehe 31, sijui tarehe 1? Kwa nini badala ya kusikia watu wakitoa kauli za pole kwa mamlaka mbalimbali na walioathirika, badala yake tulisikia uchochezi wa aina nyingine na baadhi ya watu kujilaumu kwamba tumefeli, tungefanya hivi tarehe 1? Kwa nini hatukuona hata baadhi ya viongozi wa dini wakitoka kuweza kukemea kwamba lililofanyika ni baya? Baadhi of course walisema, baadhi ya viongozi walisema wa dini, lakini kuna wengine wengi waliamua kukaa kimya. Hatukuona viongozi wa kisiasa wakijitokeza pia kuonesha upande wao kwamba wamefurahishwa au wamekasirishwa. Alioji Profesa bwana Waziri Katambi ambaye ni waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Waziri huyo pia amehoji kwamba pia ni kwa nini kulikuwa na jitihada kubwa za kuweza kupinga tume ya Jaji Chande iliyoundwa na Rais Samia Suluhu Hassan, akisema kuwa kupinga tume hiyo ni kuweza kupinga hatua za kisheria zinazotambuliwa kimataifa. Sheria za kimataifa lazima mweze kuchukua sheria
mchukuliane hatua kwa mujibu wa sheria zilizopo. Kwa nini tume imeundwa? Wakaanza kuchallenge kwa nia hiyo njema, kwani baada ya kuona wameshindwa kuvunja uhalali wa tume, wakaanza kuwapinga wajumbe wa tume kwamba sio halali. Walivyoona wajumbe wa tume ni imara na wana uwezo, wana credibility na heshima kubwa kimataifa, wakaamua kwenda kupinga matokeo ya tume. Kwa nini wanapinga matokeo ya tume? Na kwa nini wanapinga matokeo ya tume? Kwa utafiti gani wao walioufanya? Kwa idadi ipi? Walitaka Watanzania wafe zaidi ya wale? Amehoji Katambi akijibu madai ya wanaosema kwamba idadi ya vifo ilikuwa ni ndogo. Sasa hayo ni maneno ambayo ameweza kuyasema Waziri Katambi, waziri wa mambo ya ndani ya nchi, ambapo alikuwa akihojiwa na chombo cha habari cha DW. Tuachie maoni yako, tuachie kile ambacho unacho, utuambie ni kipi ambacho unacho kutokana na hiki ambacho kimeweza kusemwa na huyu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi.